Amen. Leo tunaenda kujifunza kwa habari ya silaha za rohoni. Silaha za rohoni. Haleluya. Utafungua katika kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 6. Tutaanzia ule mstari wa 10. Biblia inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Vaeni silaha ngapi? Paza sauti yako. Vaeni silaha ngapi? Vaeni silaha zote. Sasa kabla hata sijaenda mbali, kuna kitu nataka ukielewe. Biblia inaposema hivi, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, anaongelea mtu. Anaongelea mtu. Uhodari wa nani? Wa mtu akiwa hana chochote. Ni kama vile askari anapokuwa anaandaliwa kuwa askari, hafanyishwi mazoezi ya uhodari akiwa na bunduki. Anaanza yeye kutengenezwa kwanza, halafu akishatengenezwa yeye, akishakuwa hodari, ndio anapewa silaha. Sawa sawa. Kwa hiyo usije ukachanganya hapa. Biblia inasema hivi, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hiyo ni ajenda ya kwanza. Mtu mmoja kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Namba 2 anasema sasa, vaeni silaha. Ajenda ya pili ni kuvaa silaha. Mwanajeshi hata akiwa hodari kama nini, akitaka kwenda vitani lazima apewe nini? Silaha. Kwa kuna uhodari wa mtu, halafu kuna silaha atakazovaa. Na ndio maana nasema hivi, maisha ya mwanadamu ya kiroho yanahitaji mwendelezo. Haleluya. Unapofanya vitu kwa mwendelezo na kuendelea kujiimarisha mwenyewe, unakuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Lakini ndani yake tunaambiwa vita vya rohoni ni lazima tuvae silaha. Haleluya. Haleluya. Tunavaa silaha kwa ajili gani? Tukisoma maandiko yanasema hivi, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hila za shetani tunazielewa. Ukikama unajisikia hasira, ukikama unajisikia kuumwa, ukikama unajisikia sui nini, unajisikia kama kuchanganyikiwa, mara hauna hela. Zote ni hila za shetani zinakuja kwako. Hasa anasema hivi, namba 1, wewe binafsi uwe hodari katika Bwana. Haleluya. Na katika uwezo wa nguvu zake. Namba 2, lazima uvae silaha za vita ya kuweza kupinga hiyo vita. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mweze kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Huo ni utangulizi. Huo ni utangulizi. Mstari wa 14 unasema hivi, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni mwenu. Silaha ya kwanza ni kweli ya Mungu. Silaha ya kwanza. Leo tumesema tunaenda kuangalia silaha za vita vyetu. Haleluya. Silaha ya kwanza ni nini? Kweli ya Mungu. Sasa naomba leo nisikilize kwa makini sana tunapoenda kuzichambua hizi silaha. Amen. Nisikize kwa makini tunapoenda kuzichambua
hizi silaha za vita vyetu. Haleluya. Tunapoongelea kweli ya neno la Mungu, inamaanisha ufahamu wa jumla wa Mungu na neno lake. Yaani ile tu unafahamu, ufahamu wa jumla wa kweli ya Mungu na neno lake ni silaha ya vita. Unaelewa ya kwamba Mungu anaweza, Mungu ana nguvu, Mungu anaponya. Ile ni kweli ya Mungu. Unaielewa kweli ya Mungu. Shukuruni kwa kila jambo, ni kweli ya Mungu hiyo. Msaada wetu atoka kwa Bwana. Katika vita yeye atatupigania, yeye atatushindia. Ni kweli ya Mungu, ile ni kweli ya Mungu. The truth about God, ukweli kuhusu Mungu. Kweli ya Mungu, tabia ya Mungu ikoje? Utakatifu, namna utakatifu ulivyokuwa na thamani kwa mtu wa Mungu ili kukutana na Mungu. Ni kweli, yani huo ndio ukweli wa Mungu. Wema wa Mungu kwetu, vile ambavyo Mungu ni mwema kwenye maisha yetu, ni kweli ya Mungu. Vile ambavyo Mungu ni mwaminifu kwenye maisha yetu, ile ni kweli ya Mungu. The truth about God. Na ndivyo alivyo. Yeye ni mwema. Wangapi wanajua Mungu ni mwema? Hiyo ndio kweli. It's a truth about him. Ni silaha. Shetani akija kwako anaanza kabla hajaleta shida, anauliza huyu mtu anaijua kweli ya Mungu? Hivi anajua amani ya moyo wake yatoka kwa Bwana? Akasema jamani, huyu jamaa hata elewi amani yake inatoka wapi. Anasema iba amani yake, itamtesa kwa sababu hajui inakotokea. Lakini ukishajua tu kwamba amani yangu yatoka kwa Bwana, ni kweli ya Mungu hiyo, ambayo shetani akija akiona hiyo kweli, ni silaha, ni vita, ni silaha ya vita. Wazungu wanasema general understanding about God, uelewa wa jumla juu ya Mungu ni silaha. Na ndio maana Ayubu akasema mjue sana Mungu. Sawa sawa. Aliposema mjue sana Mungu, haongelei kitu kimoja, anaongelea uwanda mpana wa sifa ya Mungu, tabia ya Mungu, namna Mungu alivyo, uaminifu wa Mungu kwa ujumla wake. Anasema mjue sana Mungu, uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Kumjua Mungu kwa ujumla wake. Na ndio maana unataka kujua huyu mtu ana kweli ya Mungu ndani yake, muulize wewe unamjuaje Mungu? Ambia Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Hakika pasipo Mungu sisi tusingekuwa hivi. Hakika Mungu wetu anajibu kwa moto. Ukiomba anajibu. Yaani tu uelewe kwamba Mungu ukiomba anajibu. Ni kweli ya Mungu. It's a truth about him. Ni ukweli juu ya Mungu wetu. Hallelujah. Ile tu unaelewa ya kwamba hata kama Mungu anatupenda, lakini tukienda kwake tunapokea kwa kuomba. Tayari hiyo ni kweli, ni silaha, ni moja ya silaha zilizotambulishwa, kweli ya Mungu. Haleluya. Ikae kiunoni mwako muda wote, isiondoke kweli ya Mungu. Umuelewe huyo Mungu yukoje, uaminifu wake ukoje. Na ndio maana Ayubu akasema ninamjua Mungu ninayemwabudu. Ninamjua kwamba nijapopita katika moto ni kama dhahabu ipitishwapo katika moto, tatoka kule nikiwa mzuri safi kabisa. Ni kweli, it was general understanding. Ilikuwa ni ukweli. Ayubu alikuwa na kweli ya Mungu. Na ndio maana ukuta baada ya mapito yote yale alisema mimi nalikuja duniani ni uchi, nitarudi hivyo hivyo. Bwana ametoa na amechukua, yeye jina lake libarikiwe. Ni ukweli wa Mungu. Ni ukweli alikuja uchi, uongo kweli? Ni ukweli ataondoka hivyo hivyo, uongo kweli? Bwana si ndo aliyempa, na Bwana si ndo aliyerudisha, aliyeruhusu vichukuliwe. Jina la Bwana lifanye nini?
Libarikiwe ni ukweli ya Mungu. Kwa hiyo tunapoongelea mtu ana kweli ya Mungu ni kwamba anaelewa ukweli juu ya Mungu wake. Haleluya. Ni silaha. Ni nini hiyo? Kwa hiyo namaanisha shetani akija anachungulia kwa viwango gani unamjua Mungu wako. Ni kwa kiwango gani unamjua yeye ni mwaminifu kiasi gani. Tukisoma kwenye Biblia inamtambulisha Mungu. Unaelewa kwamba aliye ndani yako ni mkuu sana, si ndivyo? Si ufahamu aliye ndani yako ni nani? Tunaimbaga aliye ndani yangu ni mkuu sana, amenipa uwezo wa kutawala. Miliki. Maana yake nini? Unaelewa? Aliye ndani yako ni mkuu. Amekupa uwezo wa kufanya nini? Wa kutawala na kumiliki. Kila mahali utakapokanyaga nyayo za miguu yako, Bwana amefanya nini? Amekupa. Haleluya. Kinywa chako ni nguvu ya Mungu itokayo. Sawa sawa. Ukinyosha mikono kwa wagonjwa unapokea nini? Afya. Ni kweli ya Mungu hiyo. Ukiijua hiyo ni silaha katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Alafu anasema hivi, bali simameni mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria haki vifuani mwenu. Na kuvaa diria nini? Haki. Kuwa mwenye haki ni silaha. Yaani wewe ni mtu wa haki. Tunasema imani, Biblia inasema kwamba haki hupatikana kwa imani. Haleluya. Wewe ni mtu wa haki. Yaani unafanya mambo yote sawasawa na haki yote. Yaani kwa maana ya kwamba wewe ni mtoa haki. Ukisha kuwa mtu wa haki ni silaha ya vita vyetu. Haleluya. Ni silaha ya vita vyetu. Unajua kuwa mwenye haki ni ngumu Usidhani rahisi. Usidhani nini? Kuwa mwenye haki unadhani ni rahisi? Ni rahisi kuongea, kwenye matendo ni ngumu kuwa mwenye haki. Na kuna gharama. Pata picha, mume wako ndo anakuita, mke wangu, njoo. Hebu mwambie huyu, mimi ni mwongo. Mwambie kwa sauti asikie, mimi ni mwongo. Na unajua mume wako mwongo, unafanyaje? Vipi ukisema uwe mwenye haki, useme kwa kweli mume wangu wewe ni mwongo? Gharama yake ikoje? Gharama yake ikoje? Sio ndogo ujue. Ukimpata mwanaume mwenye nongo hapo, inaweza gharama ukailipa hata kwa miaka 5. Kila ukifanya, mume wangu naomba hela ya chakula, si mwongo mimi? Mimi si mwongo. Mume wangu nataka niende hapo, unamwaga mwongo? Toka lini waongo tunaagwa? Yaani ukimpata mwenye nongwa inakaa hata miaka. Hata ukijichekelea unamchekea mwenye unachekea waongo. Hajawahi kukuta unampata mtu mwenye nongwa kweli kweli, haishi mpaka unajuta, na upo kwenye mateso ya namna hiyo, anaibuka tena anasema hivi, sikia mimi bwana, jana nilienda sehemu fulani, uliza mke wangu. Unajibuje tena? Uko kwenye adhabu. Inabidi tena uwe mtu wa nini? Wa haki, kwamba bwana huyu hakuenda. Shughuli yenyewe ya kusema, ya kumshuhudia bado inaendelea, na unaweza sasa, Mungu utachambua mwenyewe, ni ukweli alienda. Unadhani nilikuwa mwenye haki ni rahisi? Lakini nakwambia kipindi unalipa gharama hiyo, uwe unajua silaha hiyo uko mkononi. Shetani akija anakuogopa kwa sababu wewe ni mwenye haki.
Na mtu wa Mungu lazima haki iwe ni vazi lako. Uwe mtu wa haki, usipendelee, uwe mtu wa haki. Ushaonaga, unajua mara nyingi sana mama wakwe, ni ukweli, asilimia kubwa wanakuaga wana mambo mengi wakija kwenye familia. Uongo kweli? Mnaogopa kujibu kwa nguvu. Mama wako anakuangalia na uongo kweli, na mzee anakushauri unajibu uongo kweli ama wengi. Mama wakwe wengi wakijaga wana mambo mengi, si sawa sawa? Kwa sababu ya mambo ya kiroho, wanawake wengi kuwaachilia watoto wao wa kiume inakuwaga ni changamoto, sawa sawa. Lakini sio wote wakorofi. Kuna nyakati mama mko unakuta na shida, lakini kuna wakati mke wako ndio chokochoko. Haya, hapa pana mama yako, hapa pana mke wako. Mama yako akichemka, angalia anavyokuambia, yaani mimi kama sikukuweka siku kwenye tumbo la miaka miezi 6 simefanya nini? Ongea hapa leo. Utafanyaje? Na anaongea hivyo na yeye mwenyewe ameyakoroga. Ni lazima usimamie kwenye nini? Mwambie mama, mimi nakuheshimu, lakini kwa hapa mama, nadhani hujakaa sawa. Unaongea kwa kumpa mtu haki yake, mke wako apate haki yake, sawa sawa. Na mke wako unaweza kukuta muda mwingine kachemka, unamwambia mke wangu, no, kwa hapa hapana, hapa umemkosea mama, muombe msamaha. Unadhani ukishamwambia hivyo pata hivyo huko ndani? Ni shughuli, ni shughuli. Wa kukununia atakununia, wa kutoka kupikia atakupikia. Lakini ndio silaha yako ya vita vya rohoni. Lazima uwe mtu mwenye haki ili uweze kumpiga shetani. Na bahati mbaya wewe ndio, au bahati nzuri wewe ni mwana maombi, kila siku fire 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 fire. Sasa unavaa silaha gani usipokuwa wa haki? Ni lazima useme, jamani, mimi mwenzenu ninapiga mavita magumu, lazima huku niwe mtu wa haki. Mama umekosea, ama mke wangu umekosea, ili mimi mazingira yangu ya maombi yawe yenye nguvu. Haiwezekani nikawa naita fire fire lakini sio mtu wa haki. Lazima niwe mtu wa haki kwanza. Kesi ya mtoto wako na kesi ya mtoto wa mwingine zikija, usiseme msamehe kisa mtoto wako ndo aliyempiga mtoto mwingine. Uwe pia mwepesi kumwambia mtoto wako asamehe kama amepigwa yeye, sawa sawa. Uwe mtu wa haki. Mtoto wako akikosea, mwadhibu, kwa sababu amemkosea mtu mwingine, mtoto wa mtu mwingine. Isije kaonekana wewe watoto wa wenzako akipigwa kwako ni sawa tu, wa kwako akipigwa ndio unachanganyikiwa. Uwe mtu wa haki, uwe mtu wa haki. Kwa sababu gani? Ni silaha katika ulimwengu wa roho, inatusaidia katika vita vyetu vya rohoni. Haleluya, haleluya. Tunaelewana mpaka hapo? Uwe mtu wa nini? Uwe mtu wa nini? Wa haki. Kama ni kiongozi, ongoza kwa nini? Kwa haki. Usiwe na double standard. Unajua maana double standard? Double standard? Haya, msichoke nikiongelesha Kiingereza. Msiseme mbona nahubiri Kiingereza. Kulikuwa kuna dadangu mmoja anaitwa Neema, mnamkumbuka? Alikuwa hajui chochote, hata Kiswahili hajui, lakini alijua Kiingereza kwa ajili ya kusikia Kiingereza. Kwa na wewe unavyoendelea kusikia, kesho na kesho kutwa unatereza huko mbele ya safari. Amen. Hao watoto wananielewa, sawa sawa. Sasa kazi ni kuzibua sikio la mama na baba. Sasa sikia. Double standard iko hivi. Iko hivi. Naomba watu wawili njoo. Njoo ni watu wawili. Niwafundishe. Kimbia watu wawili. Chap. Hawa unaweza kukuta labda huyu ni ndugu yako ama ni rafiki yako. Huyu sio ndugu yako, lakini we ni kiongozi. Akitenda huyu kosa kwa sababu ni ndugu yako, unasema jamani, wote sisi ni binadamu, tujue kufanya nini? Kuchukuliana. Yesu anasema tusamehe 7 mara ngapi? Mara 70. Jamani, tuwe watu wa rohoni, mbona tuko mwilini? Tumsamehe na yeye ni binadamu.
Binadamu tumeomba kukosea. Sawa sawa. Akikosea huyu unasema jamani, utaratibu tuliweka wenyewe, sheria ni msimeni. Sasa hiyo inaitwa double standard. Kosa lile lile akitenda huyu kwa sababu zako binafsi linakuwa sio nini? Sio kosa. Akitenda huyu linageuka kuwa kosa. Sawa sawa. Na unasema jamani, lazima tukemee hii kitu, tukemee hii kitu, na unasindikizia na maandiko. Paulo alisema ya kwamba tuwakemee hawa kwa ajili ya kuliokoa kundi. Huyu unasimamia maandiko hayo, jamani, tuwe watu wa kusamehe. Sasa wewe ukishakuwa kiongozi wa namna hiyo, unakuwa sio kiongozi wa haki. Sawa sawa. Itaenda kukuathiri kwenye vita vya rohoni, kwa sababu kule kuna silaha moja inaitwa haki, inabidi uwe nayo. Na ile haki inabidi uwe nayo kwa watu unaofanya nao kazi, inabidi uwe nayo ofisini, inabidi uwe nayo kwa watoto wako, ugawe vitu kwa haki, hukumu za haki. Sawa sawa. Kuna nyakati unakuta watoto wako ni wakorofi, wanawajibu vibaya wadada wa kazi, chapa watoto wako. Sawa sawa. Kuna nyakati unakuta dada wa kazi mkorofi, anawajibu vibaya watoto, naambia dada, tutagombana. Yaani lazima uwe mtu wa haki. Uwe mtu wa nini? Wa haki. Kwa kufanya hivyo, hiyo haki haiwasaidii wale kutatua matatizo yao, lakini inakusaidia wewe, kwa sababu ile haki kwako wewe ni silaha za nini? Ni silaha za vita vya rohoni. Itakusaidia wewe kumpiga shetani katika siku ya dhiki. Adui akija, ukiwa mwenye haki, vita yako inakuwa nyepesi. Ukiwa sio mtu wa haki, vita ngumu. Haleluya. Asanteni, Mungu abariki. Uwe mtu wa nini? Wa haki. Simamia nini? Haki. Inakusaidia unapoingia kwenye vyumba vya vita za rohoni. Haleluya. Unanielewa vizuri? Tuko sawa? Yes, mwambie jirani yako uwe mtu wa haki. Mwambie uwe mtu wa haki. Sio kwa ajili yako, wala sio kwa ajili ya yule mtu unayemsaidia, bali kwa ajili ya silaha. Mwambie hiyo ndio silaha yako. Na mwambie jirani yako haki na gharama. Inabidi ufanye haki hadi kwa mke wako. Sema ufanye haki hadi kwa mwenza wako ambaye jioni unakutana naye, unaamka naye, unashinda naye. Jamani, hapo sio gharama, lakini kwa ajili ya kwamba ndio silaha yenyewe na tupo kwenye vita. Huwezi tupa silaha, utajiangamiza. Inabidi uishikilie silaha hata kama utalaumiwa, ile mradi uwe mtu wa nini? Wa haki. Tena utawasaidia watu wakijua kwamba wewe kesi zako ni za haki, watu watakukimbilia kuja kujipatia haki. Na watu watakuwa wanaogopa, wanajua bwana hapa mimi ni kinani hapa. Unajua sometimes unakuta hata wamama wanawatesa sana wafanyakazi wa ndani, kwa sababu wababa tunaogopa kusimamia haki. Ndio maana mama anapata uwezo wa kumtesa mtoto wa watu mondani. Hapo akija ameshamnyanyasa, akija tena kusemelea, yaani mimi naomba baba, hebu na wewe ongea. Hebu na wewe ongea, nisaidie na wewe kuongea. Huyu dada anisikii, hebu na wewe ongea. Hapo sasa ukipiga mesa sasa hivi, nikimtetea huyu dada huyu, asija kawaza mambo mengine. Wacha nimgandamize, nitengeneze amani. Naambia we dada, wewe kama toka kwenu, nitakufukuza nende kwenu. Dada watu wanaona sasa hana msaada tena. Sikia nikwambie, jioni mnashikana mikono, tuombe saa 9 usiku tuombe. Baba mnashangaa hata maneno hayaendi. Kwa sababu gani? Nyinyi sio watu wa haki. Haleluya. Lazima uwe mtu wa nini? Wa haki. Ni silaha, ni silaha za vita. Haleluya. Anasema hivi, na kufungiwa miguu utayari upatikanao kwa injili ya amani. Ni silaha ngapi hiyo? Ya 3. Kufungiwa miguu utayari wa injili patikanayo
kwa amani. Wapendwa, kumbe utayari wa kazi ya Mungu ni silaha wakati wa maombi yako, wakati wa vita yako. Haleluya. Kuna watu wako tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Unajua kumbe ile ni silaha. Yaani kuna watu wako muda wote ukaambia twende kuhubiri, yupo. Yaani yuko tayari muda wote, yupo tayari kufunga vilago vyake, anasema tuondoke baba, mahali popote twende tukafanya kazi ya Mungu. Ile utayari ule ni silaha kwenye maombi yako ya vita. Haleluya. Utayari wa kazi ya Mungu, kazi yoyote inayokuja mbele yako upo tayari, ni silaha, ni silaha. Haleluya. Unashangaa kwa jina la Yesu mapepo yameshakimbilia Geza, kwa jina la Yesu. Zamani nilikuwa nafanya kazi na ndugu mmoja, sisi ni hapa kipindi tunaanza, ana shoot hivi sasa, yeye anaangalia, mbona mtu anakuja tu na mwenye mapepo, anarudisha kamera, anakuja anarudisha kamera, akatupa. Maana yake nini? Anamjilia tu, unanirekodi. Unakumbuka unanirekodi wewe? Wewe unanirekodi? Jamaa akaanza kukimbia. Hasa mbona nakemea kwa jina la Yesu lakini mapepo bado yanakuja. Angalia, umevaa silaha. Sawa sawa. Kama hauna utayari wa kazi ya Bwana wakati wowote, umeshaipoteza silaha moja. Wakati wote we tayari unaofaa na usiofaa. Injili ya Kristo Yesu iende inakotakiwa kwenda. Atakayepeleka ni nani? Wamebarikiwa wenye miguu ya utayari waipelekayo habari njema. Biblia inaeleza utayari wa kwenda kuwashuhudia watu. Leo ambao wajaja kanisani, unawafuata unaenda kuwashuhudia. Jamani, mbona mjaja leo kanisani? Njooni kanisani. Ule utayari wa kuondoka na kuifanya kazi ya Mungu. Oh baba, yani vita. Najua kuna watu wanaongeaga lugha fulani hivi, wale wapendwa wale wa zamani. Baba, vita inakuja kama mabomu. Mabomu baba, mapito ni makali, nayaona mapito baba. Ukimwangalia huyo mtu hana kazi yoyote kanisani. Sasa unataka mabomu yaende wapi? Na hauna utayari wa injili ya amani. Upo tayari kwa lolote, kanisani hufanyi chochote, hauimbi, yani hauna utayari. Hata ukipewa kiongozi wa seli huna time. Wewe ndio hauendi, ni kiongozi wa seli na hauendi hata seli kwenyewe. Seli zinafia mikononi mwako. Ulitaka mabomu yaende wapi? Hamna changamko kwenye seli yako, na wewe ni kiongozi wa seli. Ulitaka mabomu yaende wapi? Oh baba, oh mapito magumu baba, ni moto. Lakini Biblia inaeleza silaha, utayari wa kufanya kazi ya Bwana, utayari wa kuwasababisha watu wamjue Mungu zaidi, utayari wa kumuinua aliyeanguka. Ni kazi ya Mungu hiyo. Ukiwa na utayari wa namna hiyo, ni silaha wakati wa maombi yako. Unaposema kwa jina la Yesu, unashangaa hili jina la Yesu mbona lina nguvu sana kwa mtu fulani na kwa mtu fulani halina nguvu. Tunatofautiana silaha zetu. Mwingine amevaa, mwingine hajavaa. Mwingine ana utayari, mwingine hana. Wakati wa shida kila mmoja analiitia jina la Yesu. Kabla ya hapo utayari, sio wote wana utayari. Wakati wa shida, baba, okoa. Muulize jirani yako, wewe hapa kanisa unafanya kazi gani? Mgeukie. Usiseme anafagiaga kanisa. Kwani nyumbani kwako ufagii?
Kufagia kanisa nao ni kazi ambayo unaweza kunyosha mkono. Zama hizi kufagia kanisa si jambo ambalo ni kama wajibu, kama nyumbani kwako unavyofagia. Kwani ukifagia nyumbani kwako unapigia hadi baba mkwe kwamba sasa leo nimefagia chumbani? Si ni wajibu? Okay, nina chenyewe ni cha muhimu. Baada ya hicho muulize, baada ya kufagia, mwambie ukiachana na kufagia kanisa, wewe unafanya kazi gani hapa kanisani? Mbona hamwangaliani usoni? Afu kuna watu bwana, wakati wa kuuliza maswali magumu kama hayo ndio yuko anaandika. Sikia, ninakuambia uliza. Uliza, wewe unafanya kitu gani hapa kanisani? Angalia, kuna watu wanajigharimu hapa kanisani. Unajua wao ukikaa hivi unaweza kuona kuna watu wanajigharimu hapa. Huyu ndugu Mayombo amekesha leo. Mnaona hizi taa? Watu wanaambia ila hizi zimependeza. Sema angeweka zile ndefu ndefu kidogo. Zile au angeweka na hapa moja. Weka. Njoo weke, kwani tumekataza? Waweke wakina nani? Kuna watu wamekesha hapa. Watu wamekesha kukagua taa inawekwa moja baada ya nyingine hadi asubuhi. Umeondoka saa ngapi? Saa moja. Wewe ukija unasema hapa umepatia, ila na hapa kama singelala hivi ndio laza. Mstari huu hapa ndio zilaze. Umekatazwa. Hii ni nyumba ya Mungu. Popote ukitaka kulaza ndio tutakuelekeza. Lazia hapa. Mwambie wewe unafanya kazi gani kwenye kazi ya Mungu? Mwambie miguu yako imebeba utayari gani wa injili ya amani? Muulize. Yaani kuna watu ambao hawafanyi kazi rohona za mchungaji. Basi hapo papite. Pointi sio hiyo tu, iende na mimi najua narudi hapo hapo. Naambia mgeukie tena jirani yako muulize anafanya kazi gani. Kipindi anasema ipite na mimi narudi hapo hapo. Haipiti. Unafanya kazi gani? Haleluya. Unafanya kazi gani? Amen. Kuna watu wanaimba hapa, wanafanya mazoezi, wanaacha vitu vyao, wanakuja, wanaimba, wanakuimbia, wewe kazi yako kusema leo ameomba vizuri kuliko juzi, kuliko juzi. Juzi aliimba nini vibaya? Njoo wewe uimbe hiyo juzi. Njoo uimbe uone. Tukupe maiki. Tukikupa maiki, ukianza kuimba tukigeuka hivi, tusipo kuangalia usoni, tunasema hii ni mbuzi imepewa maiki ama ni binadamu. Ila kazi ni kubishia. Ila wewe sasa wameimba vibaya. Wewe unafanya nini? Kazi ya Mungu usimkosoe mtu anayefanya. Sawa Usimkosoe mtu anayejitahidi. Haleluya. Tutiane moyo, tafuta na wewe cha kufanya. Imradi usikae bure, tafuta cha kufanya. Haleluya. Mwenzako akikosea mtie moyo, hapo wewe tafuta cha kufanya nini? Cha kufanya. Kuna watu hawalali kwenye kazi ya Mungu. Kwenye kazi ya Mungu watu wengi wanaona matokeo, sawa, lakini hawajui mambo yameenda vipi. Kuna michakato mingi nao wafanya watu wajigharimu. Sawa, lakini hawatangazi wala hawalalamiki kwa sababu wamefungiwa miguu ya utayari upatikanayo kwa injili ya amani. Wanaona ni sehemu ya kazi ya ufalme. Haleluya. Wanaona ni sehemu ya kazi ya nini? Ya ufalme. Haleluya. Basi sawa, una mambo mengine kafanye. Basi wewe mwaminifu hata kutoa fungu la 10. Ili hilo fungu la 10 likija lifanye tena kazi ya nani? Ya Bwana. Maana yake nini?
kila mmoja hakiki aone ni kwa namna gani injili ya amani inasonga wapi? Inasonga mbele. Haleluya. Ukiweza kuhakiki kwenye nafasi yako, kama Bwana amekupa nafasi, ukaitumia hiyo nafasi vizuri, na kuhakikishia hiyo ni silaha umeiweka. Adui ajaposogea anaiona silaha inamchungulia namna hii kama bastola. Haleluya. Anaiona silaha inamchungulia kama nini? Kama bastola. Anarudi nyuma. Wakati wa vita lazima silaha huo umezivaa. Akasema vaeni silaha mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Haleluya. Silaha, wapendwa, niliwafundisha hapa mara kwa mara, shetani mpaka Yesu atakaporudi tena ataendelea kutuletea chokochoko za kila aina, ataendelea kutuletea hila za kila aina, lakini Biblia inatuhakikishia kwamba tutamshinda. Atashindana nasi lakini hatashinda. Haleluya. Na anatuambia kwamba tutamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Anaelezea kwa habari ya ushindi, anasema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Haleluya. Anasema yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko anayepigana na sisi nje. Lakini ushindi huo unatukuta tukiwa tumezivaa nini? Silaha za vita. Haleluya. Usiogope vita, ogopa kutokuvaa silaha. Sema kwa mwambie mwenzako, rudia, piga tena ya juu zaidi. Usiogope vita, ogopa kutokuvaa nini? Silaha. Kutokuvaa silaha ndio hatari. Vita imradi umezaliwa utakutana nayo mpaka unaondoka. Haleluya. Vita ipo mpaka siku ya mwisho. Mungu mwenyewe atapigana na shetani siku za mwisho, atamshinda, atamtupa kwenye lile ziwa liwakalo moto. Vita ipo. Usiogope vita, kwa sababu hatupigani sisi, yupo anayetupigania. Wewe kazi yake ni kuvaa silaha zake. Ukivaa vizuri silaha zake, toka kwenye vita yote, usiogope, yeye atakushindia. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu mmoja ananielewa? Mwambie jirani yako, usiogope vita, ogopa kutokuvaa silaha. Haleluya. Haleluya. Anasema hivi, silaha nyingine anasema, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Ngao ya nini? Ya imani. Ngao ya imani ambayo inaweza kuizima mishale ya moto ya yule adui. Kila siku anarusha mishale, lakini ipo ngao ya imani. Hiyo ngao ni ipi? Ni kuwa na uhakika wa Mungu wako unayemwabudu, uhakika wa mambo yote yanayotarajiwa. Wana bayana mambo ambayo hujayaona kwa macho ya damu na nyama, lakini unamwamini Bwana kwenye kila jambo. Haleluya. Wewe unamwamini Mungu, na Biblia inaeleza kwamba hii ngao ya imani inatakiwa uishikilie kwa vyanzo vya imani. Biblia inasema chanzo cha imani yetu ni kusikia. Kusikia kutoka nako na neno la Kristo. Lazima mtu mmoja asikie sana, kwa sababu kusikia sana ndiko imani yako, na ndio silaha inayoizuia mishale ya adui. Hakikisha unalinda. Sikia nikwambie, watu wengi wamefundishwa na wameelewa kupata imani, lakini hawajafundishwa kulinda imani. Haleluya. Imani ni kitu ambacho kinaweza kikaja afu kikafanya nini? Kikaondoka. Biblia inasema imani chanzo chake ni kufanya nini? Kusikia. Kusikia neno la nani? La Kristo. Usiposikia imani inaondoka. Haleluya. Usiposikia imani inafanya nini? Inaondoka. Maana yake nini? Unapopata neema ya Bwana kukupa imani kwa njia ya kusikia, hakikisha pia unadhibiti kusikia kwako, usije ukasikia vitu vingine visivyo na imani. Haleluya.
Wewe baada ya kukaa uanze kusoma Biblia, uangalie neno la uzima juu ya furaha, juu ya amani, juu ya uponyaji. Wewe umekaa kwenye mtandao unaanza kuuliza dalili za ugonjwa si wa nani, dalili si ya kansa ya si nini, dalili ya HIV si yafanya nini, si dalili ya nini. Anasema, utashangaa anasema dalili ya huo ugonjwa ni kuchechemea. Unanyanyuka unaanza kama kutembea, sasa mbona kama nachechemea tayari unaanza sasa mimi nachechemea. Unajaribu tena unaenda unauliza hadi vitoto vyako, angalia natembea vizuri. Shetani anaviingia vile vitoto, sema unachechemea mama. Tayari anaanza nachechemea, angalieni vizuri, nyokani wewe. Yaani anaanza kuhisi yule anayeangalia ndio anachechemea. Nyoka vizuri, angalia. Natembeaje? Unachechemea. Hapa naza, Mungu wangu nimekufa mimi, nachechemea. Wewe ulikuwa unasikiliza nini? Aliyekupeleka ukasikilize huko ni nani? Kuna haja ya kusikiliza kila kitu kwenye dunia hii? Je, vyote unavyovisikia ni afya ya roho yako? Biblia inasema kwa habari ya uzima tulionao umefichwa ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Anatambulishwa huyo neno, ndani yake kulikuwa na uzima. Huo uzima ndio nuru ya watu. Hiyo nuru inang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Haleluya. Unaanza kuwaza vitu mpaka vile vitu vinapoteza imani yako. Ukipoteza imani, umepoteza silaha ya vita. Kwa hiyo nataka nikushauri mchana wa leo, unapokaza sikio kusikia habari njema za Kristo ziletazo imani, kwa sababu ndio chanzo chake, dhibiti pia kutosikia kila kitu. Kwa sababu kuna nyakati unaweza kuwa unaandika imani, unaiandika kwenye moyo wako, halafu unaenda tena kuifuta. Sio kila kitu cha kusikia. Unajua mitandao ya kijamii sio mibaya, yategemeana. Kwa wale mnaotumia mitandao, wapendwa, swizi TikTok nini? TikTok tena. TikTok, sawa ama hizi Instagram, sio mbaya. Sio mbaya. Hata sisi tunaweka mafundisho humo. Mbaya unaenda kusikiliza nini? Bahati nzuri hii mitandao imejiseti yenyewe automatic. Yaani ikifika inaangalia unasikiliza nini, halafu inakuletea vitu vinavyofanana na vile. Sawa sawa. Ukisikiliza umbea, ukimsikiliza mbea mmoja tu kwenye TikTok ama kwenye Instagram kwa inakusanya wambea wote wa Tanzania, inakusukumia pale. Hamjagundua? Mbea mmoja akitoka unashangaa na mbea wa Rukwa kaja na mbea wa Tandaimba kaja, wote wanakuletea wambea wote wa Tanzania wanaweka pale. Ndio mitandao ilivyo. Na ndio maana kama wewe unapenda ile maneno si nini, ukimsikiliza mmoja mpaka mwisho, yenyewe ina note kwamba wewe ni mbea mwenzake, unapenda hiyo maneno. Ndio maana umevumilia kusikiliza hadi mwisho, inakuletea na wote na wakusanya wanaoongea kama vile inakupangia kwenye foleni. Kwa hiyo ukimaliza ukiangalia unamkuta mwingine, si ndivyo? Ukiangalia unamkuta mwingine, sawa sawa. Lengo lao wao wanakuletea unachokitaka. Wanakuletea tabia yako, wanakuletea. Wewe si ndio tabia yako? Ndio maana umewapenda hao, wanakuletea. Vivyo hivyo ukimsearch Pastor Miamba kwenye TikTok ama kwenye Instagram, ukimwangalia kipande cha kwanza hadi cha mwisho, ukaangalia na cha pili, wanakuletea za Pastor Miamba zote, wanakuletea na wanaofanana na Pastor Miamba wanaongea hiyo, wanaleta pale. Kwa hiyo unajikuta siku nzima unasikiliza neno tu kwenye hiyo. Ndivyo ilivyo. Kwa
Kwa sio mibaya, tegemea unaangalia nini. Na ukifungua moja kwa moja wanaleta hivyo vitu. Mimi ni shahidi. Mimi nikifungua, kama nikiingia huko, ghafla tu naonaga wahubiri wanakuja pale. Wanakuja. So ndio nawasikiliza. Wewe unafungua unakutana nani? Kama fungua mtu anacheza hivi ukamwangalia hadi mwisho, wanakuletea na wa Malawi na wa Rwanda wote. So unajua ndio tabia zako. Hapa sasa mbona siku nzima wanacheza hivi? Wamegundua wewe ndio unataka hiyo. Maana yake ni linda sana ulichokisikia, kilichojenga imani yako. Endelea kusikia kinachofanana na hicho, kiendelee kujenga imani yako. Imani ina tabia ya kufa, imani ina tabia ya kudumaa, imani ina tabia ya kuongezeka. Yategemeana umetegesha sikio lako kwa namna gani kulisikia neno la Kristo. Kwa sababu ndio chanzo chetu cha nini? Cha imani, ni kusikia. Haleluya. Unapozidi imani kuongezeka ndani yako, ngao ya kuzuia mishale yote ya shetani inaorushwa kwako. Imani ni ngao. Haleluya. Ni matumaini yangu bado unaendelea kuzivaa silaha. Haleluya. Hautaacha silaha hata hii moja. Kwa swala la imani lazima na mtazamo wako ubadilike. Imani huwa inabadilisha namna mtu anavyojiona. Haleluya. Inabadilisha namna mtu anavyojiona. Maanake Biblia inaeleza vile anavyojiona mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Anajiona kutokana na imani yake. Haleluya. Wewe ni nani? Kwa imani wewe ni nani? Wewe ni nani? Lazima wewe na imani. Sema hivi, mimi ni Kristo ndani yangu. Mimi ni nani? Ni Kristo ndani yangu. Ni utambulisho Paulo aliusema, akasema sio mimi tena ninaishi, bali ni ule Kristo ndani yangu ndio anayeishi. Kwa ukiniangalia utamwona Kristo, na ukitakapojiona wewe ukimwona Kristo ndani yako, shetani naye anaanza kumwona Kristo ndani yako. Mungu naye anaanza kujiona ndani yako. Marafiki nao wanaanza kukumwona Kristo ndani yako. Vile anavyojiona mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unajionaje katika ulimwengu wa roho? Wewe ni nani? Jina lako ni nani? Ni Kristo anayeishi ndani yangu. Mimi ni nani? Ni Kristo anayeishi ndani yangu. Maana yake nini? Watu wakiniona wamuone naye mtumikia. Watu wakiniona wamuone naye muabudu. Wamuone naye muamini ya kwamba yeye ndio anitiaye nguvu, anisaidiaye katika mambo yote. Huyo nani? Ni wewe. Yes. Lazima uamini ya kwamba neema ya Bwana imetufunika. Wewe ni nani? Mimi ni neema inayotembea. Wewe ni nani? Kwa sababu gani wewe ni neema inayotembea? Wewe ni mtu wa imani. Ninaamini si kwa uweza wala si kwa nguvu. Roho wa Bwana kanisaidia. Nimesaidiwa udhaifu wangu. Mimi kama Bwana angehesabu maovu yangu nisingeamka leo. Kama Bwana angehesabu maovu yangu nisingekuwepo leo. Lakini hiyo neema imenifunika. Kwa mimi ni nani? Mimi ni neema inayotembea. Mimi ni neema inayofanya nini? Inayotembea. Sio mimi, ni neema inayonivusha. Nimefika hapa salama, si kwamba nilikuwa makini sana. Neema imenitembeza. Neema imenifanya nini? Imenitembeza. Kama sio neema nisingefika hapa leo. Ni kwa neema na rehema. Haleluya. Imani inaniambia hivi, akili yangu haina matokeo zaidi ya neema iliyo ndani yangu. Ile neema Bwana ameiachilia wapi? Ndani yangu. Ndio maana tunaimba ni neema, ni neema, ni neema imeni sikustai, sikustai, sikustai. Ni neema, ni neema, ni neema yake Yesu. Angalia, kama Bwana angesema hivi, wanaovuka ni wakamilifu, nani angevuka leo?
Kama angesema hivi, wanaovuka, watakaovuka ni wakamilifu tu. Kama Bwana angehesabu maovu yetu, nani angesimama? Kama hesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na neema, haulaoni kabisa makosa yangu. Hiyo ni imani. Kama Bwana angehesabu makosa yetu, ni nani angesimama? Na washangaa wachungaji hao. Nani angesimama? Maana yake nini? Mimi ni nani? Asante. Mimi ni nani? Wewe ni nani? Ni akili yako Uko hivi ni kwa nguvu zako Eti mtu anatembea namna hii, anakimbia, anawekewa maiki, sema Bwana, kwa nini nakimbia? Namshukuru nakimbia kwa sababu ninapokimbia ninachoma sio kitu gani kwenye mwili, alafu nakuwa sasa nafanya hivi, sio nafanya hivi, ndio maana naona na afya, ndio maana naona na afya. Ni lugha mbaya sana. Mazoezi yafaa tu, lakini afya yetu iko kwa Bwana. Lugha mbaya sana. Ni lugha mbaya sana. Hebu niambie, wanaofanya mazoezi hawafi? Tena wengine wanakufa akiwa kwenye umri mdogo tu, si ndivyo? Kwa nini tuna afya? Kwa nini tuna afya? Ni neema. Ni neema. Ni neema yake Yesu. Ni neema. Ni neema. Ni neema yake Yesu. Angalia, mtu anaweza akadhani ya kwamba ni kwa akili zake, lakini sisi tunayemwamini Kristo Yesu tunajua tupo hivi kwa sababu yake, na mbingu zinaelewa. Jumatatu huwa tuna ibada kubwa kwa wale watu wanaosikia anza siku na Bwana. Tunajiweka wakfu kwa Bwana, tunamwambia Mungu sisi hatuwezi, tunahitaji wewe. Wewe tu, wewe tu. Vita ni nyingi, hatuwezi pigana nazo. Vita ni nyingi, hatuwezi pigana nazo. Hatujui nani anayetuwazia mabaya. Wengine wakumbateni marafiki zako, kumbe usiku wanawanga ni wachawi. Wengine wanataka hata kukuloga wakule nyama usiku. Lakini kwa nini haulogeki? Si kwa sababu ya jambo lolote. Ni neema. Ni neema. Ni neema. Hakuna anayepigana vita hapa kwa nguvu zake. Na ndio maana silaha zote ambazo tumetajwa hapo sio za kwetu, zatoka kwa Bwana. Tumepewa maelekezo ya kuzivaa tu. Vita ni ya Bwana. Kama sio Bwana angetupigania, nani angekuwa hai leo? Ni neema. Lazima imani yako igeuze mtazamo wako, igeuze namna unavyojiona. Haleluya. Kumbuka, tunasoma maandiko, tunaona wale walioenda kupeleleza ile nchi walijiona mapanzi. Nikuulize swali, walivyojiona mapanzi, wale manefili waliwaonaje hawa jamaa? Asante, waliwaona nani? Yaani ukisimama hivi simama pale Kariakoo, alafu kajiona panzi, kila akipita anakuwa na panzi. Ni kanuni ya roho. Shetani akipita anamwona panzi, Mungu akipita anamwona nani? Panzi. Haijalishi umeokoka, ukijiona vibaya utaonekana vibaya. Vile anavyojiona mtu nafsini mwake ndivyo anavyokuwa. Na ndio maana maandiko yanatengeneza namna ya kumbadilisha mtu aliye dhaifu. Anasema yeye aliye dhaifu na aseme mimi ni shujaa. Ni njia ya kumtengeneza shujaa, ni kumfanya aliye dhaifu ajione shujaa. Ndio namna ya kumtengeneza shujaa. Hakuna njia nyingine ya kumtengeneza shujaa. Shujaa anatengenezwa kwa namna anavyojiona. Unajionaje mpendwa? We nani?
We ni nani? Sikia, mimi nina ushuhuda. Zamani wakati tunaanza kazi za filamu, kuna watu ambao wenyewe kila kwenye media wakiitwa wanajiita sisi underground. Unajua sisi underground. Unajua wale jamaa mpaka leo ni underground na wanapita miaka mingi hawajawahi kuaga mastaa. Wale jamaa hawajawahi kuaga mastaa. Mimi na miaka 24 kwenye sinema, wale jamaa walikuwa wanajitambulisha, hawajawahi kuaga mastaa. Akiitwa na television yote anasema unajua watu wale wakubwa wanashindwa kutubeba sisi underground, lakini kama na watangazaji, kwa unashauri nini, unawaambia nini waliotangulia? Ninawaambia wao wanakuja kutubeba sisi underground na kutusaidia. Yeye anajiona ni nani? Na mtangazaji anamuona nani? Watazamaji kule nyumbani wanamuona nani? Na yeye ndivyo alivyo. Kuzimu tena naona underground leo yuko anaongea na TV. Mbingu zinajua underground anaongea na. Uliza ambao tuliingiaga kibabe. Yaani umefanya kazi moja afu kiojiwa unasema hii ni mwanzo tu. Subiri kuna mambo makubwa yanakuja hapa. Wait. Mtangazaji anakuona vile vile. Sawa. Wanaotazama na wenyewe wanafanya nini? Mbingu zinakuona vile vile na kuzimu. Yaani sikia, haiwezekani kwenye kanuni ya kiroho ujione dhaifu halafu mbingu eti ikuone wewe ni shujaa. Kanuni hiyo haipo. Nimesemaje? Tunaelewana kina mapunda? Tunaelewana? Yaani haiwezekani wewe ujione dhaifu alafu mbingu ikureti kwamba wewe ni nani. Principle inakataa. Kuwa shujaa lazima ujione ndani. Na ndio maana Mungu alivyokuwa anakuja kuwainua mashujaa alitaka wajione ndani. Anamwambia Gideoni, wewe ni shujaa. Yaani mpaka wewe ujione ndio unakuwa shujaa. Haijalishi mbingu zinajua kuna mtu mmoja na shujaa. Ni shujaa. Hawezi akawa shujaa mpaka aje ajione. Kumbuka Mungu alivyoongea na Yeremia, kumbuka Mungu alivyoongea na Musa, kumbuka Mungu alivyoongea na Gideoni. Alikuwa anawatengeneza wao waanze kujiona. Mpaka Yeremia anaambia, Yeremia wewe unaona nini? Sasa naona ufito wa mlozi. Sasa tunaanza kuelewana. Unaona vyema. Haleluya. Na ndio maana Mungu akitaka kufanya kuwa tajiri lazima aje ageuze ujianze kujiona nani. Ukianza kujiona tajiri unaingia ndani yako. Haleluya. Sababu maskini na utajiri ni ideology, ni vitu vinavyokaa kwenye kichwa, sio kwenye mfuko. Utajiri na umaskini vitu vinavyokaa kwenye nini? Kwenye kichwa, sio kwenye mfuko. Unaweza ukawa na hela ukawa maskini. Na hela zako ukawa nani? Wewe una hela bado unasafiri kwenye basi kurudi kijijini, unabeba ugali wakula njiani na kisamvu. Wewe ni tajiri ni maskini wewe? Jamani tu tunaokoa gharama. Haya maisha jamani, haya maisha ni jamani tu tuna save hizo hela. Issue sio kusave, ni umaskini, ni spirit ya nini? Ya umaskini. Unaenda beach. Umesonga ugali unaenda nao na cabbage kulia beach. Sasa wewe si umaskini huo? Ni umaskini huo. Na ndio maana siku hizi nimecheka sana, hata saluni wametengeneza saluni za executive na za kawaida. Zile za kawaida ukiingia unajua unanyoa tu kwa bei ndogo, si ni 10,000 si 10,000 na ngapi kunyoa, sawa? Alfu moja. Ndio maana mnaonyolea 1,000 wengi mnarudiki na mashiringi kichwani.
Maana wenye mashilingi wote wanapanga foleni kule. Na yanaambukiza kwa kunyoa yale. Sasa kuna saluni executive ukiingia ukinyoa, yaani kunyoa 50. Wakupakapaka sui na nini 70. Wakipakapaka mimi laki. Sui ni 1,500,000. Yaani mpaka unatoka pale 200,000 zimeishia hapo. Ndio maana kama bado hujafunguliwa, nenda uliza bei kabla hujaingia kuhudumiwa. Sawa? Usije ukafika ukaanza kusema unaambiwa mmeninyoa vizuri, safi sana. Nyinyi jamaa wazuri kweli. Unawasifia, unatoka na kwamba bwana 2,500,000. 2,500,000? Haiwezekani bwana. Masikini wana saluni yao pale, ni ideology kichwani. Na matajiri wapi? Pale. Masikini wanaamini akitoa 10,000 haiji tena. Tajiri anaamini ya kwamba nikitoa nitabarikiwa tena. Kwa hiyo sio hela, imani. Utajiri ni imani, umaskini ni imani, sio hela. Hela ni matokeo yanafuata imani ulionayo. Kwa hiyo maskini yoyote leo anaweza akaamua yeye kuwa tajiri. Na anaamuaje kuwa tajiri? Anaigeuza imani yake juu ya Mungu kuleta kubariki. Haleluya. Imani lazima ibadilishe mtazamo wako. Unavyotembea ujue wewe ni nani. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Neema inayotembea, unaamini juu ya neema, unaamini juu ya uwezeshwaji. Usiamini akili, ukazitegemea akili zako, ukategemea position ulizonazo. Muamini Bwana, amini supply. Yeye ndio anaye provide, yeye ndio anayeleta. Unamwamini yeye, unaambia Bwana, haijalishi hapa hatuna chakula, lakini kwako kuna chakula. Wewe utatuletea chakula, utawainua watu wataleta, utainua kabila za watu wataleta. Ni maisha ya imani hayo. Ni maisha ya imani. Jinsi unavyozidi kumwamini Mungu, imani inageuza mtazamo wako wote wa maisha. Wazo la maskini. Wazo la maskini. Hii 10,000 hii, wacha nile nife. Mnakumbuka yule mama kipindi cha Elisha anasema wacha hii hapa hii. Tumebakiza chakula kidogo tule, mimi na wanangu tufanye nini? Tufe. Lile sio wazo la mtu wa imani. Lile ni wazo la maskini. Sawa sawa. Kuna mijamaa yenyewe ilikuwa ina udhaifu. Ile ndio iliyoleta mapinduzi. Kipindi Samaria imehusuriwa, kulikuwa kuna mnawakumbuka wale? Kishindo cha kilicho shami, kishindo cha wakoma, kilicho chemezawaza Mungu, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hey! Ni nani aliye juu? Wale jamaa walikuwa na imani, wakasema sikiliza, sisi hatubaki hapa, sisi tutatoka. Kuliko tufia hapa, tutafia tukiwa tunatafuta chakula. Tunaenda kule, chochote ile imani yao ndio iliyogeuza hatua zao. Imani yako itaenda kugeuza hatua zako. Imani yako itaenda kugeuza nini? Hatua zako. Bwana ataenda kusikilizisha udhaifu wako kana kwamba ni jeshi kubwa. Imani tu. Bwana akageuza vishindo vya wakoma, wakaanza kukanyaga. Yaani ulivyokanyaga hivi linasikika nging. Wakoma hivi huko alikunaga wakoma. Unajua wakoma hawana vimebaki viwiko. Wakitembea hivi ni kama wananyata namna hii. Hawanaga kishindo. Utagongeaje? Ukigonga ni kama kuigongesha pua chini. Utagongaje?
hawana nani, wanatembea namna hii, imani yao, wakasema sisi hatuogopi, tutatoka nje, Bwana atatusababishia jambo jipya. Kama hasara, nitapata hasara mbele ya safari. Lazima kama kufa, tutafia mbele ya safari. Kwenye kauli hizo, hiyo kauli tu ni silaha. Mungu akai kimya. Kageuze kauli yako kwa jina la Yesu. Geuza kauli yako ya uchumi kwa jina la Yesu. Igeuze kauli yako, anza kuwaza tofauti. Mungu atatembea mle mle. Kwa hiyo wa kuanza kubadilika ni wewe. Bwana anakuja kukutana na vile ulivyobadilika. Na ndio maana anatufundisha kama nilivyosema awali, yeye aliye dhaifu, haijalishi ni dhaifu kiasi gani, lakini hata kama unatembea kwa udhaifu, lakini ukiri wako usiwe sawa sawa na unavyotembea. Yaani unatembea kidhaifu, lakini huku sema mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Ushujaa unaanza kuingia mpaka unaanza kufanya nini? Kutembea kwa nguvu. Maana yake nini? Imani yako ni ngao yako. Haleluya. Vile unavyozidi kumwamini Bwana, unazidi kuwa hatari. Haleluya. Mwambie jirani, wewe unajionaje? Vipi wakiitwa maskini unapita? Wakiitwa matajiri, je, utapita mbele? Hivi kwa nini hapa nikisema matajiri wote njooni mbele, kuna watakao baki? Sawa sawa. Kwa nini wanabaki? Anajiangalia ndani. Mimi ni tajiri, ni maskini. Anajiangalia wapi? Na ni maza vile ajionavyo mtu ndani humo ndivyo. Kuna mwingine ukimwambia tajiri, ananyanyuka. Sawa sawa. Ananyanyuka. Hashindwi. Mwingine ukiambia matajiri njoo, mimi kweli. Sikia nikwambie, na ndio maana kwenye vikao vya matajiri hatukuiti. Mpaka utakapojiona wewe ni nani. Siku nikiambia matajiri tuonane, wangapi mtakuja? Mtakuja na ukija tunataka kwanza kuona unaishi kama tajiri. Sawa sawa. Ukija unaishi kama nani? Kama tajiri. Nafika tu na watega na napeleka hotelini. Tuagize jamani chakula tule. Mhudumu, njoo. Ukiona mtu anamnong'oneza mhudumu hivi, ogopa sana. Hapa naangalia. Yaani hapa nataka chakula kama cha ule pale. Kwa mfano kwenye ile pale ukiondoa kuku, ukabakiza ule ugali na mboga shingapi? Tunakufukuza. Kwa nini uondoe kuku? Bora uondoe ugali, tutakuelewa. Useme kwa mfano nikisema uondoe ugali, penye ugali ongeza kuku wawili. Utasema wewe wa kwetu. Wewe wa kwetu. Lakini ukifika ukaambia pale ukiondoa vyote. Kwa mfano ukiondoa vyote. Yaani ingekuwa mimi mhudumu naambia kinachobakia ni sahani. Hili sio duka la vyombo. Tunataka kuona watu wanaishi kitajiri. Utajiri ni maisha, ni imani. Utajiri sio hela, utajiri ni nini? Ni maisha, ni imani. Utajiri ni imani. Mwambie jirani yako utajiri sio hela. Utajiri ni imani. Utajiri nini? Ni imani. Siku utakapojiona ndipo utakapojua kwamba fedha ni roho, inafuata watu. Siku utakapojiona ndio utajua fedha ni nini? Ni roho, inafuata watu wanaojiona, wanaoiita. Fedha haiitwi njoo. Fedha inaitwa kwa jinsi unavyojiona. Anza kuona kama ada ni kitu cha kawaida. Anza kuona kama kodi ni kitu cha
cha kawaida. Ukishaanza kusema Mungu wangu, jamani naomba msinipigie simu tafadhali, si mnajua mambo ya ada, na yenyewe itakuja hivyo hivyo. Siku ya ada utatoa jasho hadi la pua. Kwa sababu gani? Ulianza kujiongelea hivyo. Hata kama hauna 100, utajiri sio hela, utajiri ni imani. Halafu kisha kuwa na imani, hela ndio zinakuja. Usianze kusema ada itakuwaje. Ada itakuja tu. Una shida na ada? Ipo, itakuja. Unaogopa nini? Imani ni silaha. Mwambie jirani yako, imani ni silaha. Lakini kabla ya kuitumia kama silaha, ianze kubadilisha unavyojiona. Mwambie na kuombea kwa jina la Yesu. Sema na kuombea kwa jina la Yesu. Bwana aiumbe imani ndani yako itakaobadilisha vile unavyojiona. Malizia, pokea kwa jina la Yesu. Achilia sasa, sema pokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Halafu anasema silaha nyingine tena, ipokeeni chepeo ya wokovu. Chepeo ya nini? Sikia, wokovu tulio nao ni silaha. Ile tu kwamba jina lako limefutwa kwenye kitabu cha hukumu, limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, tayari ni silaha katika ulimwengu wa roho. Sawa sawa? Ni silaha katika ulimwengu wa roho. Tayari wewe ni unaitwa kwa jina la Bwana. Haleluya. Kulikuwa kuna somo zuri sana mmelikosa siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi kulikuwa kuna somo moja zuri sana. Sio kama kuna namna mtu anaweza kaelewa. Yali zilielezwa sababu, yani wewe ili uwe mtu wa Mungu. Ili uwe mtu wa Mungu. Halafu akasema hivi, akarifaa kwamba ikiwa watu wangu, hao watu wana sifa gani? Somo la Alhamisi hapa kama mkwepo. It was very powerful. It was very powerful. Ikaelezwa sababu za kuwa mtu wa Mungu. Ili uwe mtu wa Mungu natakiwa waje. Alifundisha minister hapa siku ya Alhamisi. Unapompa Yesu maisha yako, unaanza kuwa mtu wa Mungu kwa sababu umempa Yesu maisha. Ile tu yenyewe ni silaha. Ni silaha tosha. Yaani kwamba vita yako unaipigania ukiwa wapi? Ukiwa umeokoka. Haleluya. Kumpa Yesu maisha ni tendo kubwa la imani. Jina lako linafutwa kwenye kitabu cha hukumu, linaandikwa kwenye kitabu cha mwana kondoo. Ile tu kwamba huyu mtu anaongea, anayeongea jina lake limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Shetani akiangalia anauona chapa ya muhuri wa Roho Mtakatifu. Kwa maana Biblia inaeleza kwamba tumepigwa chapa ya Roho, arabuni ya roho yetu tumepakwa hapa. Tumepigwa chapa. Hiyo chapa wewe unaweza usione, katika ulimwengu wa roho inaonekana. Yaani ile tu shetani akiona ile alama, tayari anarudi hatua 5 kwanza nyuma. Pasipo kujua kiroho ukoje. Pasipo kujua kiroho umesimama ama la. Pasipo kujua una maarifa ama hauna maarifa. Yaani ile alama tu inamfanya asogee hatua 10 nyuma, hafu ndio aanze kuja kuangalia ana neno la Mungu yule. Analo hana, anasogelea. Anaenda kanisani aende. Yaani alama tu ya wokovu. Chepeo ile wokovu inamfanya shetani asogee wapi? Nyuma. No matter uko kwenye level gani. No matter. Na ndio maana watu wengi wakiokoka, so wanaanza kugombana na familia. Unadhani kinachogombanisha ni nini? Si mapepo ya familia ndio yanayogombanisha. Yanaanza kuona ile alama. Ile alama tu yenyewe ni vurugu. Ukiokoka ukampa Yesu maisha yako, popote unapoingia na ile alama, alama tu yenyewe ni shida kwa upande wa giza. Mimi jamani, sasa watu ambao wanaokoka hapo hawafundishwi. Nachukiwa. Baba. Toka nilipookoka nachukiwa. Wanaokuchukia ni wakina nani? Ungekuwa unalia kama naye kuchukia ni mchungaji. Sasa mtu ambaye unataka kuokoka afu shetani aendelee kukupenda? Haiwezekani.
Ile alama ya wokovu tu yenyewe ni silaha katika ulimwengu wa roho. Wewe ambaye hujaokoka nisikie vizuri. Kuna ambaye hajaokoka? Kama hujaokoka utajisalimisha haraka sana. Ile alama ya wokovu tu yenyewe ni silaha. Na ndio maana ukianza kusema kwa jina la Yesu na haujaokoka, utapigwa ngumi, utapigwa makofi. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Kuna mtu mmoja anaelewa? Kwa hiyo usije kadhani ya kwamba kuokoka kwetu ni kwenda mbinguni peke yake. Tunaanza kwanza kumcharaza shetani hapa na ile alama ya Roho Mtakatifu. Halafu baada ya hapo mbinguni ni baadaye. Lakini ya kwanza unaanza kumtandikia shetani hapa. Sawa sawa? Watu wengi wana mapepo ya familia kwa sababu hawajajijua wao ni akina nani. Alama lazima ifanye kazi. Sema amina. Rudia tena kwa nguvu. Tena kwa nguvu. Kama umeokoka sema nimeokoka. Yes. Ni silaha. Haki ya Mungu, nampenda Yesu wa Galilaya. Haleluya. Amen. Anasema hivi, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Sasa naomba nitofautishe hapo. Neno la Mungu ni silaha. Lakini mnakumbuka kule mwanzo nilioelezea kweli ya Mungu. Mnakumbuka? Na nikasema ile ni kweli ya Mungu na yenyewe ni neno la Mungu. Sasa kweli ya Mungu ile inatofautianaje na neno la Mungu? Sawa. Iko hivi, hiyo ni mvua. Niangalie mimi. Kweli ya Mungu inatofautianaje na upanga wa Roho ambao ni neno la Kristo ulioachiliwa hapo? Iko hivi, kweli ya Mungu ni general knowledge, ni ufahamu juu ya Mungu. Sawa. Ule ufahamu juu ya Mungu ni silaha. Sawa. Halafu upanga unaoelezewa wa neno la Mungu kama silaha hii iliyoelezewa hapo ni kunyanyua neno la Mungu, kulitumia kwa wakati sawa. Tunaelewana vizuri? Ile kweli ya Mungu ambayo ni silaha, ile kweli ya Mungu ni general knowledge, uelewa wa Mungu na nguvu zake, uelewa wa Mungu na uaminifu wake. Sawa. Uelewa wa Mungu na ushindi ulio ndani ya Kristo Yesu. Sawa. Ile inaitwa kuijua kweli ya nani? Ya Mungu. Halafu anaposema na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, inamaanisha unanyanyua neno sahihi kwa wakati sahihi kwa changamoto fulani inayoendelea ndani ya maisha yako. Sawa. Kama Yesu sasa hivi vitu ukishanyanyua neno sahihi kwa wakati sahihi, ndipo ambapo vitu vyote vinakuja kwa pamoja, kwamba wewe unaijua kweli ya Mungu, ndio maana ukatumia neno la Mungu kufanya jambo fulani katika ulimwengu wa roho. Tunaelewana vizuri? Kweli ya Mungu ni jumla. Upanga wa Roho ambao ni neno la Kristo ni kwamba kipindi unataka kutatua tatizo fulani, unaitumia kweli ya Mungu kunyanyua neno la Mungu. Unaitumia kweli ya Mungu kunyanyua neno la Mungu. Mfano, Yesu alipokuwa akijaribiwa nyikani, pale alikuwa anatumia vyote viwili. Sawa. Alikuwa anaijua kweli ya Mungu, lakini alitumia neno la Mungu. Akasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Pana neno pale, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kila neno litokalo. Ile ni neno, lakini tu kujua lile neno alijibu wakati ule, huyu mtu alikuwa na kweli ya Mungu, ndio inomsaidia alijibu lile neno wakati ule. Hiyo ndio inayotupa nafasi ya kutumika tunapowaombeaga watu. Unajua okay. Mungu anakuambia okay. Unapigania vita kutokea kwenye kweli ya Mungu. Mungu anadhihirisha kweli yake iliyo ndani yako, anakuinulia neno lake kwa ajili ya hiyo issue. Sawa. Lazima uijue kweli ili unyanyue neno. Mwambie jirani yako, lazima uijue kweli ili unyanyue neno.
Sawa sawa. Maana yake nini? Kweli ni inatokana na neno, kulijua neno. Sawa sawa. Lakini kuna neno linalotakiwa kuinuliwa kama upanga wa Roho, kukata changamoto fulani inayotokea wakati huo. Kwa mfano, shetani mkakutana naye hivi. Tunakutana na shetani mara kwa mara. Wangapi wameshakutana na shetani? Uje kukutana na shetani? Kama umekutana na shetani nyosha mkono. Safi sana. Safi sana. Moja za shetani siku nikikutana naye. Lakini jana tu umekabwa, umekutana nani? Jana wakati nakabwa, aliyekuwa anakukaba nani? Wangapi mmeshakabwa? Nyosha mkono. Kukabwa ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida kabisa, nyosha. Nyosha mkono. Hata kabla hujaokoka. Nyosha. Mimi mwenyewe kabla sijaokoka nilishawahi kabwa, nimenyosha au unagoma? Nyosha. Wangapi mliwahi kabwa? Kuna mawili, aidha uliwahi kabwa hutaki kusema, ama kipindi hujaokoka ulikuwa mlevi. Kila akija kukukaba anakuja huko ndui. Wanashinda hata waanze kukabia wapi. Haleluya. Amen. Sasa tunakutana na shetani kila siku kwenye changamoto zetu mbalimbali. Shetani yupo. Haleluya. Siku ulipokosa amani, shetani alikuwepo kusababisha wewe ukose nini? Siku ambayo ulikuwa na hofu, ile hofu ililetwa na nani? Na shetani. Sababu Mungu anasema hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali tulipokea roho ya kufanyika wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Maana yake nini? Roho ya hofu haitoki kwa Mungu. Sawa sawa. Ila kwa Mungu kuna hofu ya Mungu ambayo ni tofauti na roho ya hofu. Sawa sawa. Kwa hiyo tunaona kuwa na Yesu kwa kumpokea na kuokoka ni upanga, ni ushindi. Haleluya. Amen. Kuokoka ni upanga, ni ushindi, ni silaha. Halafu pia kuwa na roho, upanga wa roho ambao ni neno la Kristo, ni general understanding ya Mungu, unalinyanyua neno lake na kulitumia. Haleluya. Halafu ya mwisho inasema hivi, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Haleluya. Maombi ni silaha. Maombi ni nini? Ni silaha. Mpendwa, kama unajisikia hauna amani, fanyaje? Omba. Kama ukijisikia hauna amani, fanya nini? Omba. Ukijisikia kama unajisikia kama unaumwa, fanya nini? Omba. Mnaukumbuka wimbo hivi? Sijajua unaimbwaje, nimeusahau, lakini wanasema omba, si kwa jina la omba, sio nini, omba. Unajua, ikiwa watu wangu wameitwa kwa jina langu, watanyenyekea na kuomba, nitaiponya nchi. Haleluya. Wakinitafuta uso na kuacha njia zao baya, nitawasikia, nitaiponya nchi. Halafu baadaye anasema omba. Bahati mbaya tunajua mimi naima tu. Sasa bora hata na Debora angekuepo. Mimi naima, tunapambana hapa. Ndani tunajua, ila nje ndio shida. Haleluya.
Haleluya. Kwa hiyo maombi ni silaha. Maombi ni nini? Ni silaha. Wapendwa, hauwezi kuwa Mkristo kama huombi. There is no way. Hey, mpendwa, haiwezekani. Hauwezi ukajiita wewe ni Mkristo kama huombi. Haleluya. Hata kama hauombi. Wiki mbili zilizopita Minister Mapunda hapa alihubiri, akasema hata sasa bado hamjaomba. Ombeni ili furaha yenu ipate kufanya nini? Kutimilika. Hata sasa bado. Omba. Kila unapoomba kuna mlima unapanguka. Ni silaha, omba. Nisikia mtu mmoja, nilikuwa na mhoji mchawi, akaniambia nyumba ya watu wanaoomba haupiti juu. Yaani nyumba si hapa, watu hapo juu hawapiti. Sikia nikwambie, kama unamjua mchawi yoyote wa Mbutu, sawa? Kama unamjua mchawi yoyote wa Mbutu, wa Dege, wa Mchikichini, wa Cheka, yani wachawi wote, uliza, je, Mbutu panapitika? Kaulize. Watakwambia tunatembeaga kwa mguu kwanza, ndio tunaenda kupaa. Wapi? Kwenye anga ambalo linaruhusu kupaa. Hapa upiti, hapa upiti, ukatizi hapa, ukatizi hapa, ukatizi. Pawe pana watu, pawe hapana watu. Hapa ili anga ukatizi hapa, mimi nakwambia. Ili ukatizi. Lela Sinza linanisumbua bado, na lenyewe sasa hivi limeshaanza kukaa sawa. Limeshaanza kukaa sawa. Mahali pale pameanza kukaa sawa. Mara ya kwanza wakati tunaanza palikuwa na shida sana, lakini sasa hivi pameanza kukaa sawa. Ila hapa usiulize, miaka mingi sana hiyo kazi tulishaimalizaga. Miaka mingi. Wewe nenda kamuulize mchawi unayemjua. Bwana wewe ni mchawi. Fika wewe mchawi. Muulize wewe mchawi. Okay. Namuomba Mungu ipo siku, ipo mchawi atakuja kuokoka. Hapa atakuja kutusimulia. Namuomba Mungu wachawi waokoke, waje kufanya nini? Wasimulie, je, panapitika? Sio kila njia inapitika. Kuna njia nyingine. Mchawi mimi alikuwa mmoja na mhoji, aambia kuna muda mwingine unapata shida, unakuta wanatakiwa wazunguke. Sasa unakuta ile nguvu imetawanyika, ni kama frequency imetawanyika kiasi kwamba yani imeenda hadi kule, kwa inabidi wazunguke kukimbia ile nguvu ndio waendelee na safari. Hapo juu huwezi kaenda tu kakatiza, hawezi enda kakatiza. Lakini kuna watu ambao wana maombi madogo unakuta ka nguvu kwa kwenye chumba tu. Wala baba, asante kwa wewe ni baba, alafu baba ulikuwa baba na baba na baba. Ka nguvu kana kwa kwenye nini? Jinsi unavyozidi kuomba katika jina la Yesu. Kama ulikuwa kwenye wapangaji, unashangaa na wapangaji wenzako hawakabwi tena. Ila hawajui kwa nini hawakabwi. Kumbe ile nyumba tayari moto umezidi, wachawi hata wanashindwa kuingia. Lakini kwa sababu hatuthaminiwi sana huko nje, wangekuwa wanajua thamani yetu. Mlokole mmoja ama mwana HBC mmoja anapokuwa kwenye nyumba fulani, wangekuwa wanaelewa hiyo, wangekuwa wanawakumbatia. Yaani wangekuwa wanaelewa mwana HBC mmoja ana thamani, tunge kila mmoja angesema kila nyumba wepo mwana HBC. Lakini nabii hakubaliki isipokuwa katika, haachi kukubalika isipokuwa katika nyumba yake mwenyewe ama nchi yake mwenyewe. Lakini nakuhakikishia wana HVC sasa hivi, nikikwambia hapa, haya nyumba yako ina mapepo na mtuma mzee wa kanisa, kuna chumba hapo tandika vizuri, anakuja kulala hapo. Haombi, yani anaenda tu kulala. Wanaanza kwanza ndefuke mwenyewe,
alafu yani anaanza kunyanyua, kujidai anamjua sana. Kumbe wewe unavyomjua ni tofauti na alicho nacho. Sawa sawa. Kuna watu wakikanyaga tu nyumba yako wokovu umeingia. Na ndio maana Zakayo anaambiwaje, leo wokovu umeingia nyumbani kwako. Sio kwamba Yesu ameenda kuomba hapo. So yani Yesu kukanyaga pale ni wokovu. Wana HVC kuingia kwenye nyumba ya mtu ni wokovu, umeingia mahali pale. Haleluya. Kwa lazima uelewe maombi ni silaha. Mtu mwenye maombi nyumba yake haingiliwi kijinga jinga, wala hawapiti kwenye hiyo nyumba juu, wanazunguka sana. Akana nisimulia mmoja ananiambia hivi, kuna sehemu tulifika, yani ukitaka kwenda hapa unakuta nyumba nyingine wanaomba hapa, wanaomba pale, wanaomba pale, wanaomba pale, basi unashindwa hata kuzunguka. Tulihangaika kweli. Sikia nikwambie, nyakati zinakuja, asema Bwana, ambapo kila nyumba atapatikana mwana maombi. Ndipo atakapozunguka na kuzunguka na kuzunguka. Haleluya, haleluya. Sikia nikwambie, changamoto moja ni shetani ameiweka. Unajua ni changamoto gani? Sipi, unajua ni changamoto gani? Blessing. Unajua ni changamoto gani? Sipi, unajua ni changamoto gani? Sipi, unajua ni changamoto gani? Ngoja nikupe siri leo. Nikupe siri? Nikufunulie siri? Shetani ameweka hali ya watu kudharau maombi yao na kuyaona kama hayafai mbele ya Mungu wao. Na vile utakapoyaona maombi yako hayafai ndivyo atakavyokuwa. Si kama mtu amenielewa. Yaani iko hivi, mama mchungaji unaomba, alafu unaanza tena kuyahukumu maombi yako. Umeelewa? Umeelewa? Leo wewe unaomba, mushi unaomba, alafu kikao unasema mimi ni mwenye dhambi. Sikia nikwambie, ile hukumu ya mimi ni mwenye dhambi imetoka kwa shetani. Ulipokuwa unaomba ulishasamehewa na Mungu akumbuki tena. Hukumu ya mimi mwenye dhambi imetoka wapi? Kutaka kuyadisqualify maombi yako yaonekane kama hayafai. Sawa sawa? Sio kama naelewa? Unaomba sasa hivi hapa, baada ya kuomba unaanza kusema hivi, mimi Mungu ananisikiaga, mimi ni mwenye dhambi. Shetani anataka kufanya ile maombi yako uone kama hayana thamani. Lakini kumbe Mungu anaheshimu kinywa cha mtu anayeliitia jina lake. Kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Iwe ni kwenye uchumi ataokolewa, iwe ni kwenye afya ataokolewa, iwe ni kwa watoto wako. Kila atakayeliitia jina la Bwana. Usiadharau maombi yako. Ukiamka sema, Bwana Yesu nakushukuru sana, umenipa kuamka, ninakushukuru, asante, amen. Amini ya kwamba ulikuwa, mtu akikuuliza dakika mbili ulikuwa wapi? Sasa nilikuwa naongea na Mungu. Yaani uone ulikuwa uko mbele ya nani? Usikubali shetani ayadharaulishe maombi yako. Usikubali shetani alete hukumu kwenye maombi yako. Ndio shida, mimi nakwambia leo. Umenielewa sasa? Ukianza kuomba shetani anakuambia, wewe mwenye dhambi wewe. Unaomba wewe mwenye dhambi. Hapo anaanza, lakini baba kweli. Baba naomba unirehemu. Naomba. Tayari ameshakutoa kwenye nini? Ana cancel kile chote ulichokuwa ukiomba mwanzo, kana kwamba wewe ni mwenye dhambi. Lakini kumbe siku uliyotenda dhambi, kuna nafasi ulienda mbele za Bwana ukaomba nini? Baba naomba unirehemu. Mungu akakurehemu. Akisha kurehemu, Mungu amesahau, anasamehe na kufanya nini? Anayafuta yote. Maana yake ni kila utakachoenda kukiomba baada ya toba kinapokelewa na Mungu, kinajibiwa na Mungu. Kina madhara ya kule ulikotuma kikalete madhara, kina ukombozi ulikotuma kikalete ukombozi, kina kuokoa ulikotuma kikaokoe. Lile neno linaachiliwa na kufika. Lakini adui anataka kukatisha nguvu ya lile neno, kukuamshia. Kuanzia leo usidanganyike. Mwambie jirani yako usidanganyike kuanzia leo. Mwase mwambie usidanganyike kuanzia leo. Maombi yako yana nguvu sana.
usikubali kuinuliwa vikwazo. Usikubali. Haleluya. Wangapi mmenielewa? Mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri? Usikubali kudharaulishwa maombi yako. Kinywa chako hata kikiomba dakika moja, Bwana amesikia. Haleluya. 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 Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana. Haleluya. Unaweza kusimama sasa kwa miguu yako.